Siku ya kwanza niseme huwa unakuwa kuna moyo fulani wa kuwa na vibe. Nilifurahi nikasali nikashukuru kwa sababu kila jambo Mungu anakupa kwa wakati anaohitaji yeye. Kwa hiyo hiyo siku nilishukuru Mungu, nikafurahi, nikashare na watu binafsi, watu mbalimbali kwamba je, ukienda huko watu wazoefu kwenye collab inakuwa vipi na vipi. Wakanipa misingi basi. Mpaka leo nashukuru Mungu najumuishwa nazidi kupambana. Yana kuna wakati unakuwa kwenye kiwango bora lakini upati collab ya national team. Tumeshuhudia sasa hivi timu za taifa zikiitwa kwa ajili ya World Cup. Na wachezaji wako kwenye kiwango bora hawaitwi. Nyakati kama hizi zinakuwa vipi kwa wewe kama mchezaji? Unajiona uko fit, uko tayari lakini upati collab ya national team? Niseme hapo kuna wakati. Ndio maana nasema tena narudia tena wakati. Kama wakati wako umefika, ndo wakati wako utakwenda. Kwa hiyo siwezi nikasema eti kwamba mimi nitakuwa muda wote nitakuwa naenda national team au vipi, hapana. Ndio maana wanasema wenyewe kuimba kupokezana. Kwa hiyo kuna kipindi utakwenda, kuna kipindi hautakwenda, lakini ujue kupokea kwenye hali zote, ukiwa nacho na ukiwa hauna. Kwa hiyo ukiitwa unashukuru Mungu unaenda kupambana. Na unazidi kupambana ili uendelee kuitwa hivyo. Tuambie siku yako ya kwanza unafika kwenye squad ya timu ya taifa, kwenye kambi ya timu ya taifa. Hali yako ilikuwaje? Wengi waga wanafika, kuna moment nyingi ambazo wengi wako wanasikuta. Wewe ulikutana na moment gani na ulijisikiaje? Yaani kuna kitu gani ambacho ulikuwa unakifikiria? Niseme kwa mimi haikuwa nyepesi sana wala rahisi. Yaani mara ngumu sana mara nyepesi sana. Ilikuwa ni nzuri kwa sababu watu wengi waliokuwepo hiyo kipindi hicho walikuwa ni washikaji. Kwa hiyo waliokuwa wanakwenda mara kwa mara. Kwa hiyo nilivyokwenda nishukuru Mwenyezi Mungu, nilikuta washikaji walinipokea vizuri, basi nikachukua uzoefu na mimi nashukuru Mungu mpaka muda huu. Yona isingekuwa kabumbu pengine Yona tungekuwa tunamuona wapi leo? Isingekuwa mpira, maisha, ndio maana huwa anasemaga kuna maisha badala ya mpira. Kwa hiyo isingekuwa nje ya mpira ningekuwa nafuga, ningekuwa mtu wa kilimo sana. Kwa sababu tumetokea kwenye familia za kufuga na kilimo. Na pesa zote ziko shambani. Kwa hiyo ni hivyo tu, niko kwenye mashamba. Huenda ningekuwa dereva labda ndizi, natoka Tukuyu na nasafirisha ndizi kwenda Dar. Huenda niko shambani. Kwa hiyo huwezi kujua Mwenyezi Mungu naye anakupa karama gani. Kwa hiyo hii karama leo nipo ya mpira, nashukuru Mwenyezi Mungu. Uhakika mpaka muda huu. Tunaelekea World Cup. Timu gani unasupport kwenye hii michuano kwa mimi? Mimi bwana sio mtu wa kusupport sana, lakini yoyote yule anayefanya vizuri. Mimi napenda sana kuangalia magolikipa. Anayefanya vizuri na anayefanya vibaya una support kwa sababu ndo kitengo changu. Ni golikipa gani ambaye wewe ushawahi kusema kwamba huyu ni level nyingine katika dunia? Makipa ndo maana wana nyakati. Sasa hizi unaona Laya anafanya vizuri, yupo kwenye piki. Kwenye hizo nyakati la kuna mmoja ambaye ushawahi kumuona kabisa ukasema hii ngoma hii. Mimi bwana kwenye nyakati bwana hawa watu Emmanuel New namkubali, Kotwazi nakubali sana. Ni mchezaji gani, ni golikipa gani ambaye ushawahi kukutana naye ukasema kwamba hapa hamna kipaji, hapa enda karibu? Siwezi kusema hamna kipaji, ndio maana yuko sehemu ile. Yaani nikisema hamna nitakuwa nakosea kwa sababu yupo sehemu ile ndio kipaji chake na yeye ndio yupo langoni. Kwa hiyo hakuna mbaya wala hakuna mzuri sana. Kwa hiyo yuko pale na yeye ndo kazi yake, ndo Mungu kampa hicho kipaji, ndo yupo hapo anafanya kazi. Kuna kipaji na kuna uwezo. Kitu gani ni msingi hasa kati ya viwili, kipaji na uwezo? Unaweza ukawa na kipaji lakini usio na jitihada. Kwa hiyo kipaji chako unatia jitihada unaenda mbele. Unapata uwezo. Kwa hiyo unaweza ukawa na kipaji tu kwamba mimi na kipaji na nafanya hivi na basi ungekuwa unacheza. Ndio maana unakuta mtu ana kipaji lakini akiongeza jitihada unasogea mbele maisha. Kitu gani ambacho Yona Amos hajawahi kuambiwa Tanzania na huwa anatamani kuambia? Mpaka saa hizi niseme kitu ambacho natamani kije kunitokea mbeleni ni kuchukua ile niwe naongoza man of the match. Yaani nini hizi? Tuzo. Tuzo za mechi zinaweza kibao au ni kwenye mwisho wa msimu nije nichukue na mimi golikipa bora. Ndio kitu ambacho natamani na ninapambania. Naamini Mwenyezi Mungu atajalia mbeleni nitakuja nipate. Hicho tu, lakini vyote si maneno kuambiwa yote shamba. Kwa hiyo vyote nishaambiwa. Kwa hiyo yani hivyo najua kuviendo hivyo vitu. Kwa hiyo kitu ninachotarajia ni mimi ni kuchukua tuzo za man of the match nyingi, labda save nyingi na kuwa golikipa bora. Clean sheet nyingi mwisho wa msimu. Ndio kitu ambacho naomba Mungu na nazidi kupambania ndoto hizo.
Wewe kama goalkeeper unaamini kipa bora anapaswa kuamuliwa kwa namna gani? Pale England wanaangalia tu clean sheets. Wengine wanaamini kwenye save kama ulivyofanya save bora sana msimu uliopita. Unaamini kipa bora ni yule mwenye clean sheet nyingi au mwenye save nyingi kwenye msimu? Kwenye hilo hapo sisi tunaenda na wale jamaa wenzetu. Okay. Kwa hiyo kama unaona size Laya huyo ana clean sheet nyingi, anastahili kuchukua na kwenda. Kwa hiyo na sisi tunaiga, tunafuata na wenzetu. Ni sawa, sababu ndio iko hivyo, ndo kanuni, sijui niseme, sijui ndo misingi iko hivyo. Kwa hiyo tunatembea mule mule. Tukitoka tena nje ya reli na kwa noma, tunapata ajali. Yona, ongea sasa na mashabiki wenu kwa niaba ya wachezaji wa Pamba Jiji ukiwa kama nahodha. Mimi niwashukuru mashabiki wa Pamba wanajitokeza kutusapoti. Ligi bado inaendelea kama mechi 6, waendelee kuja kutusapoti. Timu bado iko imara, nafikiri bado tunapambania ndoto ambazo wana Mwanza wanahitaji tuzifikie. Kwa hiyo bado tunaendelea kupush kwenye hizi mechi zilizobaki mpaka pale ligi itakapotamatika, na sisi basi tutasema jamani wana Mwanza, sisi tumefikia hapa. Kikomo chetu ni hiki. Tunawashukuru kwa support yenu, tuangalie msimu mwingine au tufanye vipi ili tuzidi kuwa bora zaidi na timu iweze kuwepo kwenye ligi. Yani tusiwe kama tunaingia tunatoka, no. Yani hichi kiwango naomba Mungu kiendelee, tuwe hivi maradufu. Nashukuru sana. Unaona ushindani wa ligi wakati tulikuwa tumesalia mechi 6. Wewe binafsi unaonaje kama mlinda mlango? Ligi ni inahitaji kwanza utulivu sana na ufanyaji wa kazi uwe mkubwa zaidi na zaidi, kwa sababu ligi kila msimu inazidi kuwa ngumu. Kwa hiyo ni kupambana tu, hakuna kitu kingine zaidi ya kujitoa na kuambizana, bwana bado ligi haijaisha, inabidi tupush tufikie malengo ya timu na malengo ya mchezaji mmoja mmoja. Tutegemea msimu ujao Pamba au tuamini taarifa zinazosikia chini kwa chini? Ukisema unitegemee, kwa sababu hakuna tena anayejua kesho yetu. Kwa hiyo naweza nikawa Pamba au nisiwe Pamba, lakini ni mpira. Sasa hivi mimi ni mchezaji wa Pamba, unavyosikia na mimi nasikia hivyo. Kwa hiyo tunazidi kupambana tu. Hayo mengine na mimi nasikia na wewe unayasikia, basi tunafunika kombe, mwanaalamu anapita, sisi tunaendelea kupiga kazi. Kitu gani na mtuambie ambacho ushawahi kufanya kwenye mpira mpaka leo ukikumbuka unacheka tu, yani mwenyewe unacheka tu yani? Vipo vingi, kwa sababu ambacho ushawahi kufanya sasa, yani kile ukikumbuka wewe mwenyewe unacheka, unasema ila hili ndio panga tukio hili. Matukio so hivyo sana. Kwa msimu huu kuna tukio nilifanya mpaka nikasema hivi ni mimi nimefanya hapa, hivi kweli ni mimi au? Ilikuwa mechi ya Coast. Kuna save nilihisi kabisa hapa nimepotea. Kwa hiyo nikasema hii kamba, lakini nilivyoenda mwenyewe sikuamini kwamba kweli hii save nimesave mimi. Ndio hicho nafikiri ndio kikubwa ambacho nakikumbuka sana. Kama Nyando una matukio mazuri sana ya kufanya save na nini, lakini tunaamini kwamba kuna wakati unakuwa na siku mbaya kazini. Goli gani ulishafungwa mpaka leo ukiliangalia uamini kama ni wewe ulifunga ile goli? Sababu na kama ni goli ambalo au kuwa katika wakati wako bora. Hapo bwana. Kwanza huwezi ukacheza mechi 30 zote ukiwa yani kwenye kiwango chako bora. Hakuna. Yani kuna siku tu lazima utakuwa unakuwa hauko kazini, anasema leo nimepuyanga leo. Lakini hiyo issue ya kusema leo hujacheza vizuri ndio inakuongeza wewe umakini wako wa kuwa golini, kwamba je, nilikaa kwenye position nzuri au sikukaa. Goli ambalo siji kusahau ni mechi ya TRA, tuko away, yani dakika zimebaki jioni nasema sasa hapa clean sheet nimechukua. Imetokea goli hilo, hata wewe mwenyewe uamini hivi kweli goli ndio imeshatokea, ndio siku mbaya kazini. Basi tunaondoka, tunajipanga kwa mechi nyingine inayofuata.